الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. نواصل دروسنا من الكتاب الشريف رسالة آداب سلوك المريد، وكل ما فيها مفيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام وبهذه النصائح من الإمام قطب الإرشاد سيدي الحبيب عبد الله بن علي الحداد. فصل: اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة. mwanzo mtu kuanza kujua adabu na kufuata njia ya kumjua Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni al-ba'ith. Al-ba'ith ni kitu, ni ilhamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo inaingia ndani ya moyo wa binadamu na nafsi yake inaanza kumhutubia huyu binadamu kufanya mambo mazuri. Ukiona sengine unakuwa na hamu ya kufanya jambo jema, hiyo fikra kukujia, huo msukumo waitwa al-ba'ith. Wanasaikolojia, ba'ith wao ni amrun kharijiyun yadfa'uka ila suluki al-mu'ayyan. Kwa wanasaikolojia tafsiri yao ni, lakini tafsiri ya sawasawa al-ba'ith kwa ahlu tasawuf, ahlu tazkiya, ni ule msukumo. Sengine wahisi nataka kufanya hivi, au sengine wahisi mimi nimeamua sitorudia jambo kadhaa. Hiyo hisia, hiyo fikra yaitwa al-ba'ith. Lakini yuza'ijuhu wa yuqliquhu, inakuja kwa nguvu na inakushtua na inakupeleka na inarudia na inajaa kwenye moyo wako kufanya toa au pia kuepuka maasi. Wa yahuthu ala al-iqbali ala Allah wa dar al-akhirah. Hii msukumo si ile inakuja mara moja ikarudi, la, inakuja inakuwa na nguvu. Ndio utakuta mtu ambaye pengine alikuwa kwenye maasi sana, alafu akaamua, utakuta kwa lugha yetu ya huku sana, amewata kila kitu, amekuwa mfano mtu wa tablighi, sio ba'ith. Ule msukumo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhafa fi qalbi, na nacho ni kitu kitukufu sana. Hata katika masomo ikiingia ba'ith inafanya mtu asome ziada. Al-ba'ith وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به عن أمارتها من أمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها. Hii ba'ith inafanya mtu alegee kwenye akhira peke yake na awache starehe za dunia. Na mara nyingi wa hadha al-ba'ith min junudi llahi al-batin, katika wanajeshi wa Mwenyezi Mungu wa batin, wa ndani kwenye moyo wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lillahi junudu samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbinguni na ardhi. Aweza akatuma wanajeshi, mfano ima wanajeshi watu, wanajeshi nyuki, wote min junudillah, wakawatoa watu hata kwenye nyumba au mji mzima. Au tsunami, mawimbi makali, karibu kila kitu, jundun min junudillah, mjeshi wa Mwenyezi Mungu. Au upepo mkali, kimbunga, hurricane, jundun min junudillah. Au hamu tu anakuja kwenye moyo wako, ikawa ni jundun min junudillah, wanajeshi katika wanajeshi wa Mwenyezi Mungu. Ulali usiku mzima unaamka, au khaufu. Lakini al-ba'ith ikija hili inakusukuma katika kutaka kumjua Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, kutaka mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kurudi tena nyuma. Imam Haddad atueleza
وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية وكثيرا ما يفتح به العبد. أسمع عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منه وقد يقع بدون سبب. Albaith, huu msukumo ni kitu kikubwa sana Mwenyezi Mungu akimpatia, akimjalia mtu, lakini kina sababu zake, na sababu zake inaweza kuwa mwanafunzi wa Imam Haddad sahibu Rashafat al-Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih asema wanailuha min ba'di jiddin kasbi, yaweza kuipata ili ba'ith baada ya jidd kasbi, yani mtu akafanya ibada akajisumbua, au fathi fadlin min faidhi wahdi, au Mwenyezi Mungu aweza kumfungulia mtu akamweka hii kwenye moyo wake, na yule mtu akawata maasi yote na akalekea kwa Mwenyezi Mungu. La min riwayati wara wal kutubi, sio kwa kusoma vitabu vingi. Hii adabu sulukul murid sio tu kusoma na kusikia na kila mtu ana kitabu. Vipi utakuwa tukisoma sulukul murid, vipi nyoyo zetu zitaendeka na zitakuwa tayari kwa na imtithal na adabu sulukul murid? Hiyo ndio maksudi. Sio tu umesikia tusoma kwa Imam Haddad, la, vipi istikbali yako ya mazungumzo ya Imam Haddad, wayapokea vipi? Wayapokea na wewe sasa hivi katika kusikiza mwanzo, je, una husnul istima, wasikiza haya maneno, au washawishiana na rafiki yako, wainama wahepa uko nyuma ya mwenzako, wataka kuzungumza, uko vipi hali yako? Hii jalsa itapita, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuangalia hapa katika sote tulokaa, mwenye kuzungumza na mwenye kuzungumziwa, kuwa ataka kumwekea hii baith, lakini uko wapi wewe mwenyewe? Uko wapi? Wala biqili ilmuha au qali, hii haipatikani kwa qil wa qal. Anasema napokea, waweza mtu ukakaa ukaanza kuzungumza al-Imam Haddad asema hivi, hiyo ni habari zako wewe wazungumza. Wewe mwenyewe moyo wako uko vipi na maneno ya Imam Haddad? Waedheka wewe mwenyewe, unao ikbal, kuna mabadiliko yoyote? Yaweza kupatikana kwa takhwif. Saa nyingine umehudhuria mauidha, hasa mauidha ya ahlu sidq, ahlullah, watu wa Mwenyezi Mungu wa kweli, wakitoa mauidha, waweza kuhudhuria kwenye mauidha ukatoka ukasema tubtu ila Allah, kuanzia leo mimi khalas nimetubia kwa Mwenyezi Mungu. Au targhib, umehudhuria mahali au jalsa ilm, au tumefungua leo kitabu tukasoma, ukatoka na fikra nyingine ukasema hapana, mimi nataka kumjua Mwenyezi Mungu. Yaweza kuingia baadhi kwa sababu hizo. Au tashwik, ukasikia maneno ya watu waja wema, ukasema na mimi natamani niwe wali min awliya illah, nifuate njia zao. Ndio maana sisi tuwazungumza mambo na watu. Wataarudh li nafahati llahi ma'murun bihi wa muraqabun fihi, na kutafuta nafahati za Mwenyezi Mungu, rehma ya Mwenyezi Mungu, nadhra ya Mwenyezi Mungu. Na hapa asema moja katika sababu kubwa mtu kupata baith ni yeye kumwangalia wali wa Mwenyezi Mungu, au yule mwenye wali kumwangalia yeye kwa jicho la rehema. Hakuna kitu kikubwa kama suhbatu salihin, hakuna. Alladhina amtaqullaha wa kunu, mcheni Mwenyezi Mungu, kisha wa kunu ma'a sadiqin, wanta al-mawdu, kuwa na watu wema. Na mtu yoyote ambaye anataka suluk na irada na kuwa na tabia mzuri na kuonja ladha ya mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuonja ladha ya maarifa ya Mwenyezi Mungu, kumjua Mwenyezi Mungu jalla jalalu, sio masomo tunaosoma mengi. Hizi ni tools, vifaa vya kusaidia sisi kufahamu nusus, kwa sababu kila tukijua lugha ya Kiarabu na nahwu tutafahamu hadithi na aya na maksudio. Kila tukijua tafsiri tutazidi kujua nusus.
lakini ukweli wa mambo uko katika ikbal ala Allah. Vipi? Kwa wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati, wajjahtu wajhi, nimeelekea mlekeo mmoja tu, yule aliyozimbua mbingu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Asma binti Yazid rawahu al-Imam Ahmad fi Musnadihi, na riwaya nyingine wamepokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwaambia masahaba zake, ala akhbirukum bi khiyarikum, siwape habari mimi wema wenu? Akamwambia bala ya Rasulullah. Akasema ibadullahi alladhina idha ru'u dhukira Allah, kuna waja wa Mwenyezi Mungu ambao ukiwaona washtuka moyo wako, wasema ya Allah, wamkumbuka Mwenyezi Mungu. Wako wengi na ufanye bidii. Kama hujaonana na mmoja katika mawali wa Mwenyezi Mungu, fanye bidii utafute wako uonane nao. Na الفقير ما رأينا وما جلسنا جلسة وما رأينا مشايخنا، وكل مرة نلتقي مع مشايخنا يخطر في بالنا الله. الإمام عبد الرحمن الشفاط السماوي إذا رؤوا يذكر اسم الله، إذا رؤوا يذكر اسم الله فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناه بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال. Watu qaumun idha ruu dhukira Allah. Na kuna watu pia, watu wale waovu, ukimwona wasema a'udhu billah, si wako pia watu ambao ukimwona. Wangapi umekutana na mtu usiku kashtuka kwa ule mtu, kama mtu ni mtu mbaya, jambazi ya manini, lazima hata saa nyingine malaika wanasimama kwa sababu ni mtu mbaya. Vipi ibadullah, ukiwaona usishtuke? Saa nyingine kwa kuonana nao hao, wewe ukiwaangalia au wao wakikuangalia na wao wakikuangalia, wa nadhratin minhum in sahhat ala ahadin bi'ayni wuddin biidhnillah tuhyihi, na nadhra moja kwa walio Mwenyezi Mungu akikuangalia kwa jito la rahma, basi lazima moyo wako utahuika. Huwezi kufa ila Mwenyezi Mungu atakuisha moyo wako. Fudhail bin Iyad, mmoja katika naitwa rijalul kushkiria wakubwa katika tasawuf na tazkia min awliyaillah, yeye alikuwa ni mtu wa mapanga wale kuzuia watu barabarani na kupokonya, sisi tunaita vipanga au kupokonya watu, kabla hajatubu. Akasikia mtu anasoma aya alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillah. Aliposikia tu hiyo aya akasema bala an waqad an bala waqad an. Kwa kusikia mtu tu anasoma aya usiku akatubia, akawa imamun fi tariqati at-tasawuf fi ma'rifati Allah, aimma. Bishr al-Hafi alikuwa ni mtu ana uwezo, tajiri mwenyewe, yafanya amejumuisha watu wake, yafanya nini kama party. Akapita mmoja katika auliya illah, akabisha mlango, akaambia nauliza huyo aliyoko ndani, muulizeni abdun hu am sayyid, yeye ni mja katika waja. Maneno mazito kidogo. Yeye ni mja, ajijua kama yeye ni mja au ajiona yeye bwana. Yule bwana mlangoni, bosi wake ameambiwa hivyo, akasema bal sayyid ibn sayyid. Baadaye walipomaliza ile, akaenda kwa Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi alikuwa havai viatu muda mwingi baada ya tauba na ikbala ala Allah. Kwenda akaambia kuna mtu ampita, akasema abdun anta am sayyid. Nikamwambia sayyid, akaambia nani? Mtu fulani. La ilaha illa Allah. Akatoka bila viatu. Kwa hiyo amjua yule kwa ni mtu katika maadhimu, bal abd ibn abd. Mpaka akiulizwa mbona upendi kuvaa viatu, asema sa'atu safa ja'atna wa nahnu hafi al-qadami. Wakati wa toba ilipotoka mbio kumfuata shekhe langu, nilikuwa sikuvaa viatu, mpaka sasa sipendi kuvaa viatu. Kana ghaliban hatta luqiba bi Bishr al-Hafi. Na wote, na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja sahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea idha zulzilat al-ardu zilzalaha, alipofika faman khairan yara,
mithqala dharratin khairan yara mithqala dharratin sharran yara. Akalia yule sahaba kwa kweli. Mtume akamwambia faquha ar-rajul, faquha daraja juu zaidi katika fiqh, kwa sababu fiqh kuna faqiha idha sara al-fiqh sajiyan, yani amefahamu fahamu kubwa sana. Na ataarudh li nafahati Allah, utafuta rehma ya Mwenyezi Mungu, nafha ya Mwenyezi Mungu, ba'ith kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tauba kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni jambo ambalo tumeamrishwa. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala inna li rabbikum fi ayami dhalikum nafahat ala fata'arradu laha, katika masiku haya kuna nafahat kutoka kwa Mwenyezi Mungu jalla jalla. Basi kuna nafahat, nadhra kutoka kwa Mwenyezi Mungu, rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu, zitafuteni. Zifanye nini? Zitafuteni. Kisha Imam Haddad atuambia, na hizi zinakuja katika mambo mengi. Waweza kuhudhuria jalsa katika jalasati al-ilm au mauidha au maulid au hadhara iwe ni hadhara sufia ina yoyote, inaweza kukujia pale. Mimi kuanzia leo natubu na nabadilika. Na ndio maana twazitafuta kwa qiraatu kutubu salafi salih, na ndio maana twasoma hizi. Narudia, al-faqir ila Allah sio wa kusomesha vitabu, lakini ni lazima tusome pamoja, tusome vitabu sote pamoja. Man akrama Allah bihadha al-ba'th, Mwenyezi Mungu akishakumpa huyo mtu ni ikbal, kitu cha kwanza ukipatia ni ikbal al-ba'th, drive ya kukusukuma wewe kufanya mambo mema, kuwekelea kuja madrasa bila kukosa. Lazima ukate wale ambao wakurudisha nyuma. Kama huwezi kukata, huwezi kuwa murid salik fi tariqa yoyote itakayokuwa kwa jina lolote. Kama huwezi kukata marafiki, baadhi ya ada zako wewe bado hawataka wale, wewe anta muridu dunia. Tumezungumza masala nia, sio imma ila Allah wa rasuli au ila dunia yusibuha. La budda min al-inqita' wa tabattal ilayhi tabtila. Mlekee, kata alaka zote, kumlekea Mwenyezi Mungu, kumlekea pamoja na inqita' amma si wallah jalla jalla. Hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine. Asema wali'alam, na asema yeye mwenyewe hili, kila akisema i'lam ya akhi wa'lam, akusudia kwanza nafsi yake mwenyewe. Akusudia nini? Nafsi yake mwenyewe. Wa'lam, i'lam ayuha nafs, ayuha nafs. Hii al-ba'ith katika a'dham ni'amillahi ta'ala. Mwenyezi Mungu inshallah aturuzuku ba'ith katika jalasat zetu, katika khalawat zetu na katika jalala. Amin. Mwenye kupata hii asisikize kingine, alekee na amshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata hili ba'ith, na kuwa Mwenyezi Mungu amempatia a'dham ni'amad dunya. Neema kubwa ni kupata ba'ith ambayo inakusukuma wewe kwenye toa, inakusukuma wewe kwenye khair, inakusukuma wewe kwenye sawa, inakusukuma wewe. Jiulize, kwa nini umeingia asubuhi makosa, umeingia darasani unakosa, umetoka baada breaki unakosa. Wewe jiangalie wapelekwa wapi, na muangalie mwenzako. Kuja mapema, uradhi alikuwa kufungua kitabu cha uradhi alifungua, ameingia darasani amesoma, Qur'ani cha kuhifadhiwa amehifadhi. Wewe na huyo mwenzako mtapatana wapi? Mtafanana vipi? Hamwezi kufanana. Wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi, fakam min muslimin balagha umruhu 80 sana. Kuna watu wamefikisha mpaka miaka 80 hawajawahi kupata ba'ith, hajawahi kuonja ile ladha ya ikbal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu inshallah atufungulie. رزقنا الله تعالى وإياكم ببركة مشايخنا. الباعث يقلقنا ويزعجنا ويسوقنا إلى حضرة الله جل جلاله، وإلى حضرة المقربين، وإلى مقام مراتب أهل الشهود على دنيا وما الصالحون محط الله من صالح النيات، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى. الفاتحة.